Mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbilinga za michezo. Mbele yako ni mshabiki wa Simba Sport Club, mshabiki ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii akizungumzia wekundu wa Msimbazi Simba. Mnyangindo Master, Mnyangindo kwema? Kwema sana ise, mambo ni aje? Mungu anasaidia. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Mnyangindo, tuanze kwenye hili. Jana saa 3 usiku Simba Sport Club walitoa tamko juu ya mchezo wao wa marudiano dhidi ya Berkane, na mchezo rasmi sasa unaenda kupewa kwenye visiwa vya Marashi ya Karafu. Pengine kwenye hili viongozi wa Simba wamefeli? Kwenye hili jambo bwana, mimi niwapongeze viongozi wa Simba. Wamepambana sana kwa kiasi kikubwa sana. Ila tu lawama zangu za moja kwa moja nizipeleke kwenye baadhi ya vitengo vya serikali yetu, hasa watu ambao wapo katika sekta ya michezo. Watu ambao wapo kwenye sekta ya michezo wameonyesha utoto, wameonyesha kuto kujua kwamba sasa hivi michezo ni nini. Kwa sababu ni aibu nchi kubwa kama Tanzania mpaka dakika hizi, tangu siku ambayo uwanja wa Mkapa umefunguliwa mpaka leo hii bado uwanja una matatizo. Ile ni aibu kwa kweli. Aibu kubwa sana Mnyangi. Ni aibu kubwa sana. Binafsi mimi ningependa kama serikali ingenisikia kauli zangu, baadhi ya watu katika sekta ile ya michezo wasimamishwe au wafutwe kabisa, kwa sababu hawafai kabisa, kwa sababu haiwezekani kila siku uwanja unafanywa matengenezo tu. Viwanja tunaangalia viwanja vya wenzetu vinatengenezwa vipi. Mitandaoni tunaviona hata kama tusipovitembelea kule vilipo Ulaya. Lakini mitandaoni viwanja vinaonekana kwamba watu wanatengeneza vipi viwanja vyao. Sasa hivi mtu anatengeneza kiwanja huku Mabwepande huko, au sio bwana? Anajua kutengeneza drainage za chini kwa ajili ya kuondoa maji kwenye pitch. Anajua kutengeneza vyumba vya kubadilishia nguo. Anajua kutengeneza mabenchi au viti vya kukalia mashabiki. Kupitia mtandaoni tu, sio lazima aende Ulaya kaangalie. Lakini viongozi wetu ambao wanasimamia michezo katika nchi hii, wengine wapo kwa sababu ya kula hela tu. Unaona bwana? Sisemi hivyo kwa sababu labda Simba ndio imewatokea hiki kitu. Nasema hivyo kwa sababu ni aibu kwa taifa zima kabisa. Mvua eti mpaka leo hii tangu Benjamin Mkapa imefunguliwa, ulivomalizika kutengeneza tu mpaka leo hii uwanja bado una matatizo. Ile tunasumbuliwa na mvua. Bado tunasumbuliwa na mvua tu. Ile ni aibu kabisa yani kwa kweli. Mimi nisingependa kuwaongelea sana kwa sababu wenyewe wanajijua. Unaona bwana, ni uchungu na maumivu makali ametupata sisi mashabiki wa Simba. Na ninavyosema hivi simaanishi kwamba sijui tutapata good results katika uwanja ule. Hapana, atmosphere, tunapata big atmosphere pale. Shangwe linakuwa kubwa. Kama una kumbukumbu nzuri mechi ya Berkane na Simba na Berkane pale kwa Mkapa msimu ule ambao Pape Osman Sako aliwafunga pale. Mechi ilivyoisha tu, yule kocha wao wa kipindi kile alivyohojiwa na waandishi wa habari, alisema mimi sijafungwa na wachezaji wa Simba uwanjani, nimefungwa na kelele za mashabiki wa Simba. Nilivyokuwa najitahidi kupeleka instructions kwa wachezaji wangu, maforward, mabeki na viungo, kelele zilikuwa nyingi, maelekezo yalikuwa hayafiki inavyotakiwa. Maana yake nini? Uwanja ulifurika, mobu lilikuwa kubwa, alafu big atmosphere ilikuwa nzuri, au sio bwana? Kisha kelele, vibe lilikuwa la kutosha. Leo hii Simba tunakwenda kulikosa lile vibe. Unaona bwana? In short ni kwamba sisi tutashinda mechi pale Amani Zanzibar. Tutashinda mechi pale Amani Zanzibar. Kwenye swala la viingilio, hii swali limekuwa mpaka sasa hivi wewe kama mshabiki wa Simba Sport Club ukija ukaangalia, wekundu wa Msimbazi Simba alitangaza mapema tu swala la viingilio na watu walianza kukata tiketi kwa wingi sana. Pengine kwenye swala hili nyie kama mashabiki wa Simba Sport Club, leo kuna press ya waandishi wa habari, ikitokea lolote mko radhi kulipokea? Mimi binafsi tayari sijakata tiketi kwa pesa yangu, lakini kuna kituo kilishanikatia tiketi, au sio bwana? Nauli ya kwenda kwa Mkapa na kurudi, chakula na vitu vingine, familia yangu nzima yani ilikuwa tayari shalipiwa kila kitu, au sio bwana? Na pia Kawabe Media waliniahidi kulipa vitu vingine yani, kwa sababu walishawaiwa na hicho kituo, au sio bwana? Hata kama ningelipa kwa pesa yangu, hii sio lawama ya Simba.
Kwa sababu Simba hawajajenga uwanja. Simba wanategemea uwanja wa Taifa au sio bwana kucheza ile mechi. Na sio kitu cha ajabu. Zipo timu kubwa duniani zinategemea viwanja vya manispaa. Wao wenyewe Berkane ule uwanja wao ni wa manispaa au sio bwana. Kwa hiyo miundombinu ya ndani ya uwanja wa Mkapa ambaye anahusika sio Simba. Kwa hiyo mimi siwezi kupeleka lawama zangu za moja kwa moja Simba. Kwa sababu gani? Simba sio waliotengeneza ule uwanja. Simba sio wakandarasi ambao wamejenga uwanja. Simba sio wasimamizi wa ule uwanja. Endapo kama Simba wangepewa usimamizi wa ule uwanja, mimi naamini wangefanya vizuri na mpaka dakika hizi ule uwanja ungekuwa uko vizuri kwa sababu Simba wanajielewa. Kwa hiyo mimi sina lawama na viongozi wangu. Kwenye hilo kinachotafuna pengine ni hii kukosa uwanja ndio matokeo yake tunayaona haya kwenye finali kama hii tunashindwa kuhost. Tumeshindwa kuhost finali kwa aibu. Kwa aibu kubwa sana kwa sababu hii finali ingechezwa pale kwa Mkapa lingekuwa jambo moja kubwa sana afu jambo zuri sana. Narudia tena, sababu sio matokeo. Matokeo yatabaki kwa matokeo katika uwanja wowote ule. Sisi tunawafunga wale. Kote sisi tunawafunga. Kama unakumbuka maneno ya kocha Fadulu, alisema kabisa ikiwezekana mechi irudiwe hapa. Kwa sababu kashawaona madhaifu yao, kashayaona. Achana na maneno ya watu sijui wale wakali sana, sijui wale nini sana. Mwisho wa siku hapo tayari washaanza kuwatafutia majina. Tukishawafunga watawaita majina ya dharau kwa sababu tutakuwa tumewafunga sisi. Au sio bwana? Lakini wakae wakijua kwamba wale watu tunawafunga wale Waarabu vizuri tu. Wale Waarabu ni wepesi. Wale na Almasili, hawa jamaa ni wepesi kabisa yani hao. Wepesi. Pale kwao dakika 25 za mwisho uko naomba mpira uishe. Pale kwao. Na ndio maana kocha akasema ikiwezekana game irudiwe pale. Na tunawafunga, tunachukua ndoo tunarudi. Berkane walibooking hoteli mapema, pengine ukubwa alijua mchezo hauwezi kupigiwa hapa na viongozi wa Simba walikuwa na vitu vingi sana. Mazungumzo yalikuwa ni mengi ila Berkane walishabooking hoteli mapema Zanzibar. Walikuwa wanajua hichi ambacho kilichotokea. Wale wanajua kwa sababu kama nilivyosema siku moja ni kwamba wale jamaa wana mtu ndani ya CAF. Au sio bwana? Yule mtu ana kofia kubwa sana ndani ya CAF. Yule mtu ni mkuu wa secretariat zote za CAF. Au sio bwana? Mipango ya baadaye ya CAF yule jamaa anaijua. Alafu yule jamaa ni shabiki na alikuwa rais wa RS Berkane. Amejivua gamba tu lakini huduma zote ndani ya RS Berkane wanazitoa kwa yule jamaa. Na yule jamaa ni mkubwa ukizingatia yeye ni waziri wa fedha nafikiri wa ile nchi. Au sio bwana? Kwa hiyo ni mtu sio masiala. Unamzungumzia mheshimiwa Mwigulu kwa hapa. Au sio bwana, ana uwezo kuingia mahali popote na kutingisha chochote kile. Mtu yoyote wenye matunda yoyote akiingia akitingisha inadondoka. Ushaona bwana? Kwa hiyo ametumia hiyo kofia kuliwahi hilo jambo mapema na kulitangaza wao kabla sisi hatujalipata lile jambo. Kwenye hilo mimi ni wasifu kwa sababu wamejipanga vizuri kwenye hilo. Na ndio mpira wa Afrika ulivyo. Mpira wa Afrika bwana, kila mtu anatumia vile ambavyo anaweza kujua kukuwahi wewe mapema. Mimi niwapongeze kwenye hilo lakini hawajatumaliza. Sisi tutawafunga kama kawaida. Hamjamalizwa. Hawajatumaliza. Tuje kwenye mchezo wenyewe ngo ya pili Nyangi ndio dhidi ya Berkane. Berkane walionekana kuwa bora sana na kwenye vichwa vya habari vyote nchini wanaimbo wenyewe kuwa bora sana na kuna baadhi ya watu wameshawapa 70 wengine wamempa Simba 30%. Hii kwa Simba Sport Club unaoona kwenda kumpiga Berkane goli 3 na kuchukua ndoo. Berkane kwenye michuano ya CAF Confederation mpaka kufikia hapa karuhusu tu goli 2. Unajua kwanza nianze katika masuala hayo ya kuwapa wale jamaa nafasi kubwa. Hawajaanza Berkane. Unaona bwana, wakati Simba wanaanza kampeni ya mashindano haya. Kwanza mimi niwapongeze tu, kwanza nianzie kuwapongeza serikali yetu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipofikia. Serikali yetu tuishukuru sana chini ya Mama Samia, wamefanya vitu vingi sana kuisaidia Simba mpaka kufikia hapa. Tukija kwa viongozi wa Simba wamefanya, yani wameiandaa timu vizuri mpaka kufikia hapa. Timu ambayo ndio kwanza tunaijenga. Au sio bwana? Imekwenda mpaka kufikia finali, sio jambo la mchezo. Tuwasifie sana viongozi wetu, tuwashukuru sana katika hilo. Sehemu kubwa ambayo mimi nataka niipeleke shukrani leo ni watu wa Yanga. Kwa nini watu wa Yanga upeleke shukrani? Watu wa Yanga na wapelekea shukrani zangu kwa sababu moja. Bila maneno yao, maneno ya watu wa Yanga, mashabiki wao kuisema vibaya Simba, mimi naamini wachezaji wetu wasingepata hasira ya kupigana mpaka kiasi hiki. Huo ni ukweli. Tuendelee turudi nyuma. Tuwashukuru sana hawa jamaa.
Kama unakumbuka baada ya mechi ya nusu finali Simba na Stellenbosch kule Afrika Kusini, kuna clip ilisambaa sana ya Fabrice Ngoma. Kwa hiyo mimi nilikuwa najua labda yale maneno hawayapati wachezaji. Baada ile clip nikaona kumbe hawa jamaa wanayapata haya maneno. Alafu wanayafanyia kazi, yanawauma habari za mwaka robo, sijui mwaka nini. Ushaona bwana, mwaka huu akaamua kujituma mpaka tunafika finali. Kwa hiyo sasa haya maneno ya kuagea Berkane 75%, sijui 80% au 95% au 100 zote. Binafsi haya ndio yanayokwenda kutugea sisi kombe. Haya ndio yanakwenda kutugea sisi kombe, na wasiache kuiponda Simba. Yule jamaa sijui anaitwa engineer yule. Kiongozi si wa nyuma upawa sijui nyuma nini. Kitu virabu. Sijui mwenye kitu wa vilabu mwenye anajiita. Yule aendelee kutengeneza wachambuzi ambao wanaiponda Simba. Kuna watu wanatengenezwa. Sisi tumeona video zao zimevuja wakati wanapangana mambo yao. Yuko yeye na mbana pua wa clown yule na huyu mkulubuku sijui. Sasa hivi hadi brother yangu, brother meni wa zamani, huyu anaitwa nani? Jamaa mmoja hivi, mtu mzima tu, mtu wa mpira kitambo. Naye kashaingia kwenye kundi hilo. Au sio bwana, yupo pale mmoja kikundi chao kile cha ngoma kule huko nyuma mwiko. Kikundi cha ngoma. Hakuna mtu mwenye ufahamu wa kusema kwamba hawa wanachokifanya hiki ndio kitu ambacho kinaikomaza Simba, ndio kitu ambacho kinaegea mambo mazuri Simba. Hawata sisi tunakuja kuchukua kombe pale. Wakaibadilika hivyo. Wasimame hivi. Ndio siri ya kujiamini hichi ni nini? Ni sana mnyaka. Anakuja katika anapata nafasi ya kwanza. Aliyetoka kunyao kwa wito nao. Kwa wote yani wa nyuma mwiko takataka. Siku ambayo aliweka takataka nchi ya na wao nyuma mwiko au spane la Zawadi Mauya, wachezaji wakao walipambana sababu kumbe Manara wale kuwajaza siri wa kupambana ile dharau anaanza kutumika na viongozi wa nyuma mwiko muda mrefu walikuwa wanatupiga sisi ndani kwa ndani. Kwa hiyo sasa hivi hawa watu wa nyuma mwiko, mashabiki wao, kwa kuwa katika vichwa hakuna vitu, hawajui kufanywa ambayo inadhamini timu yao, kinachofanywa na yule fundi ujenzi wao kutengeneza watu wa kuiponda Simba na kuisema vibaya Simba kwamba ndio kuisaidia Simba. Wao hawajui kwa sababu vichwa vyao. Kaondoka bana. Nimesikia bwana. Nimesikia jamaa kaondoka hajauza kulia chochote. Kitu chochote wameambulia kwa heli tu. Yaani hii ndio unaona maana ya akili ni nini. Mchezaji kama yule angalia bwana, mimi kitu bwana Domokaya. Kitu shemeji shemeji yao. Unaona bwana? Yenu mashabiki wa Simba mpaka sasa hivi biki wote wa nyuma
Tazame goli la kwanza la Yanga. Haya. Watu wanajali mambo yao au sio bwana Muone hivi. Kama vile kinachoendelea. Alafu Chama uzwa na Simba kutoka Simba kwa Berkane. Wameambulia hela tena. Lakini nyuma mwiko wameambulia heli kutoka Mokai. Unaona? Ndio signing free. Mimi hakuna ise. Aibu ise. Klabu inaendesha kishamba sana ile. Mchezaji mzuri kama yule anaondoka bure kwa sababu wanamngangania kumlisha hawawezi. Wanamngangania tu yani. Hao zaidi yetu vile Tanzania. Yule pale wamepata kwa heli tu, sikufichi kwa na Hamisa. Na vitu vingine kachukua, sio Hamisa tu. Kachukua vitu vingine. Kachukua nini? Vitu kibao au bwana. Na Pakome. Yule Pakome mana yani kwa heli tu. Hayo ina uwezo wa kumlipa hela nyingi. Umemchukua kwa mkopo. Kubali au sio bwana au pia watu walikuja kufanya biashara hapa, watu wanaomiliki wamechukua hela wakawapa kwa heli tu. Hao wameondoka bwana. Kwa hiyo kila siku klabu yao itakuwa inaendeshwa kwa mtindo huo kwa sababu vichwa vyao ni vibovu. Sasa hivi tunakwenda tunarudi nalo tena ndio vizuri kwa sababu tunakwenda kulifanya Dar es Salaam pale Terminal 3. Napanda Terminal 3 pale. Kwa sababu ya Simba. Tunakwenda kuitumia Terminal 3. Si Berkane. Na media simfahamu vizuri jina lake. Siku ya tarehe itakuwa Jumatatu. Jumatatu tukutane, tujadiliane vizuri. Mkulubuku useme maneno yako vizuri. Au sio bwana, na nafikiri Jumatatu ijayo watamsema ambaye anawagea vyema iponde Simba. Watatoa yote. Dogo.